mwenye janaba anayetaka kulala, mwenye janaba anayetaka kula, mwenye janaba anayetaka kumrudia tena mkewe kuingiliana naye, ni vyema awe ni mwenye kushika udhu kabla hajafanya hayo ambayo ataka kuyafanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma a'idhna minan nari, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Wapendwa Waislamu, katika kuendeleza wadhi huu wa fikihi ambapo tupo katika kuizungumzia tahara, na tahara ambayo tunaizungumzia ni tahara ya udhu ambao unatumika kwenye kuondosha hadathi ndogo. Baada ya kuzungumzia kwenye vikao vya nyuma kuhusiana na yale yenye kuharibu udhu, leo tutazungumzia ma yajibu lahu alwudhu wa ma yustahabu, yale mambo ambayo yanawajibisha udhu na yale mambo ambayo inapendekezeka mtu ayafanya akiwa na udhu. Kuna mambo ambayo yanawajibisha mtu awe na udhu ndipo ayafanya hayo, lakini kuna mambo ambayo imependekezwa na ni sunna mtu kuyafanya akiwa ana udhu. Hunaka baadhi alhalati tujibu alwudhu'a, kuna baadhi ya hali ambazo zinawajibisha udhu, wa baadhiha la tujibuhu bal yustahabu min ajliha alwudhu, na mengine hayawajibishi udhu lakini imependekezwa kwa ajili ya kuyafanya hayo mtu awe na udhu. Tuanze na yale ambayo yanawajibisha kuwa na udhu ili mtu ayafanye. Falladhi yajibu lahu alwudhu shay'an, yale ambayo yanawajibisha udhu ni mambo mawili, kwa maana mambo ambayo inalazimu mtu kuwa na udhu ndipo ayafanye katika mambo ya ibada ni mawili. La kwanza as-salatu, ni swala. Yushtaratu al-wudhu li sihhati as-salah idha kana muhdithan hadathan asghar, imeshartishwa udhu ili swala iswihi kwa mwenye kuiswali swala hiyo pale atakapokuwa huyo mwenye kuswali amepatwa na hadathi ndogo, na hadathi ndogo inaondoshwa kwa kutawadha. Hivyo basi hatapaswa mtu kuswali ila baada ya kutawadha kwa huyo ambaye ana hiyo hadathi ndogo. Wadalilu ala dhalika, na dalili ya hilo qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha qumtum ila salati, mutakaposimama kwa ajili ya kutaka kuswali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka kwenye visukusuku, wamsahu biruusikum, na mufute vichwa vyenu, wa arjulakum, na muoshe miguu yenu, ila alka'baini, mpaka kwenye mafundo mawili. Aya hii ambayo ipo katika suratul Maida aya 6 inaonesha kwamba wale wanaotaka kuswali na ili hali wana hadathi ndogo, idha kumtum wa kuntum muhdithina, mutakaposimama enyi mnaotaka kuswali, na wakati ule mwasimama kwa ajili ya kutaka kuswali muko katika hali ya hadathi ndogo, basi inawalazimu mutawadhe. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyomaanisha katika aya hii. Bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna ameelekeza kwa kusema, la tuqbalu salatun bighairi tahurin, kwamba swala haikubaliwi bila tahara. Na tahara unayokusudia hapa Mtume ni tahara ya udhu,
kwa yule ambaye ana hadathi ndogo, lakini vile vile tahara ya kuoga kwa yule ambaye ana hadathi kubwa, kama tutakapokuja kuzungumzia masala ya hadathi kubwa katika maudhui haya ya tahara. Hivyo basi itakuwa ni lazima kwa mwenye kutaka kuswali na ili hali amepatwa na hadathi ndogo, kwa nususi hizi na dalili hizi za Qur'ani na Sunna, awe atakuwa ni mwenye kutawadha. Wa amma ghairu almuhdithi fala yajibu alayhi alwudhu li kulli salah fayajuzu lahu yusalli akthara min salatin talama annahu lam ya'ti bima yunqidhu wudhu'ahu. Ama yule ambaye ana hadathi ndogo na imefika wakati wa swala, basi huyu halazimiki kutawadha. Aya hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia hapa, enyi mlioamini, mnaposimama kwa ajili ya kuswali tawadheni, akataja viungo hapa ambavyo vinatumika katika kutawadha, anamaanisha yule ambaye anataka kuswali na ili hali ana hadathi ndogo, ndiye ambaye anatakiwa kutawadha. Ama yule ambaye amesimama kwa ajili ya kutaka kuswali na hana hadathi ndogo wala hajatangukwa na udhu ambao labda alishika huko nyuma, huyu halazimiki kutawadha tena, bali mtu anaweza kutawadha ama anaweza kuswali na udhu mmoja alioupata pengine kwenye swala ya dhuhuri, anaweza kuswali na udhu huo kwenye swala ya alasiri, bali kwenye swala ya magharibi, bali kwenye swala ya isha, maadamu hajaharibikiwa na huo udhu. Wadalilu, na dalili ya hili ni maneno ya Buraida radhiallahu anhu akiwa anatupokelea hadithi akisema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatawadda inda kulli salati, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa kitawadha kila anapotaka kuswali. Falamma kana yawmul fathi salla salawati biwudhu'in wahidin, siku ya fathu Makkah Mtume aliziswali swala nyingi kwa udhu mmoja. Faqala lahu Umar akamwambia, innaka fa'alta shay'an lam takun taf'alhu ya Rasulullah, wewe umefanya jambo ambalo hukuwa ukilifanya huko nyuma. Tumekuona umeswali swala kadhaa kwa udhu mmoja na huko nyuma ulikuwa kila swala hutawadha. Kwa nini umefanya hivyo? Mtume akasema, amdan fa'altuhu, nimefanya hivyo kusudi, kuonesha kwamba haijakuwa ni lazima kwa mtu ambaye hajatangukwa na udhu kutawadha tena anapotaka kuswali swala iliyofuatia ama inayofuatia, bali hilo litakuwa ni sunna, yustahabu dhalik. Yule ambaye amejiwa na swala na ana udhu wa swala ya nyuma aliyokuwa ametawadha kwa ajili ya swala hiyo, basi anaweza kuiswali swala iliyoingia bila kutawadha tena. Lakini ni sunna iwapo ataamua kutawadha japo hajatangukwa na udhu kuingia kwenye swala hiyo ambayo imemfikia, kama tutakapokuja kuzungumzia hilo la sunna ya kutawadha tena kwa ajili ya swala japo kuwa mtu hajatangukwa na udhu. Jambo la pili katika mambo ambayo ni lazima kutawadha ili mtu ayafanye ni at-tawaf. Yambaghi liman yatufu bilbayti alharami an yakuna ala taharatin kamilatin ka taharati as-salah. Anayetaka kuifanyia tawaf al-Kaaba, kuizunguka al-Kaaba, kwa wale ambao wameenda kwa ajili ya ibada ya haji au kwa ajili ya ibada ya umra, basi ni lazima wawe katika tahara kama vile tahara ya swala. Wadalilu ala dhalika, na dalili ya hilo ni maneno ya Taus an rajulin qad adraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume mepokewa kutoka kwake maneno akisema, innama at-tawafu bilbayti salatun, hakika kuizunguka al-Kaaba ni swala, fa idha tuftum faqillu al-kalama, mutakapofanya tawafu mpunguze maneno, mpunguze kuzungumza, kwani mtu akifanya tawafu ni kama mtu aliye katika swala. Hivyo basi ikafananishwa tawafu na swala. Maadamu tawafu imefananishwa na swala, bila shaka itabeba zile sharti za swala, kama ambavyo swala haiswaliwi bila tahara, bila udhu, tawafu nao vile vile haitafanyika bila tahara, bila udhu. Lidha dhahaba aktharul ulamai, wasomi wengi wameenda na msimamo
ila anna tawafa, kwamba kutufu alkaaba yushtaratu fihi ma yushtaratu fi sala, kumeshartishwa kufanya tawafu zile sharti ambazo ni za swala, pamoja na kuwa ubiha fihi alkalam kama huwa wadhu min dhahir alhadith, japokuwa kwenye kutawafu kuna ruhusika mtu kuzungumza, kwa kuwa Mtume amesema faidha tuftum faaqillu alkalama, mukifanya tawafu muwe na maneno machache. Na maana Mtume amekataza watu kuzungumza sana, lakini hajakataza kuzungumza kabisa. Kwa hivyo ina maana katika tawafu mtu anaweza kuzungumza, tofauti na mtu anapokuwa yuwaswali. Waraa ba'dhu alulamai annahu la tushtaratu at-tahara lit-tawafi, wako baadhi ya wasomi wanaonelea kwamba kwenye tawafu hakusharitishwi tahara, kwa maana mtu anaweza kufanya tawafu hata bila kuwa na udhu. Wa hadha marajahu Ibn Taymiyyah fi Majmu' al-Fatawa wa Ibn Uthaymin fi Sharh al-Mumti'. Na hili wasomi kadha akiwemo al-Imam Ibn Taymiyyah, al-Imam Uthaymin rahimahumullah wameweza kulipa nguvu hili la kuwa mtu anaweza kufanya tawafu bila kuwa na udhu, na masala haya yamezungumzwa vizuri kwenye kitabu al-Hajj. Ukienda katika mlango wa haji, wasomi wamezungumzia swala hili la tahara katika tawafu, lakini ni vyema mtu kwa sababu ni kauli ambayo ipo inaozungumzia wajibu wa tahara katika tawafu, litabakia swala hili ni lenye kuamulika katika maamuzi hayo, la kuwa mtu anapokuwa katika tawafu anatakiwa vile vile pia awe na tahara, ili kujiondosha kwenye hii tofauti iliyoko baina ya wasomi juu ya usharti ya tahara katika tawaf au kutokuwa ni sharti hiyo. Baada kumalizia kuzungumzia yale ambayo yanawajibisha tahara ama udhu ndipo mtu ayafanye, twende katika ma yustahabu lahu alwudhu, mambo ambayo yamependekezewa udhu. Kwa maana huna lazima wewe kutawadha ndipo yafanye mambo hayo, lakini imependekezwa mtu awe na udhu na itakuwa ni bora. Ni kama yafuatayo. La kwanza, tajdidul wudhu'i lis-salah, mtu kufanya upya udhu wake kwa ajili ya swala. Taqaddama annahu yujzi'u lilmutawaddi an yusalli bilwudhu'i akthar min salati, tumezungumzia hapa kwamba mwenye kuswali mwenye kutawadha anaweza kuswali zaidi ya swala moja na udhu wake huo, lakin yustahabu lahu tajdidul wudhu'i likulli sala, lakini imependekezwa kwa yeye kufanya upya udhu wake kila swala. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Anas anatuambia alikuwa mtume wa Allah yatawadhau inda kulli salatin, akitawadha kipindi cha kila swala. Kwa hivyo hili litabakia ni jambo ambalo limependekezwa, ni sunna, japo wewe haujatangukwa na udhu, lakini kule kufanya udhu wako upya ukaingia katika swala ni jambo ambalo ni sunna na lina ubora wake. Jambo la pili, alwudhu li dhikrillahi azza wa jalla, kutawadha kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka kukaa kikao cha kumtaja Allah, ikiwemo hata kusoma Qur'ani, imependekezwa mtu kuwa na udhu. Asema yajuzu, inafaa, liman arada an yadhkura Allah ta'ala an yadhkurahu ala kulli ahwalihi, inafaa kwa yule ambaye anataka kumtaja Allah amtaje kwa hali yoyote alionayo, sawaun kana mutatahhira, sawa sawa awe yuko tahara, au muhdithan hadathan asghara, ama yupo kwenye hadathi ndogo, au junuban, au hata kama yupo katika janaba. Wa sawaun kana qa'idan au mashiyan au muttaji'an, sawa sawa mtu yule aliamua kumtaja Allah ameketi au anatembea au amelala, katika hali zote mtu anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lima thabata fil hadith, kwa hadithi iliyothubutu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume kana yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote, awe yupo katika tahara awe hayupo katika tahara,
sawa sawa ametahirika na hadathi ndogo au hakutahirika, sawa sawa ametahirika na hadathi kubwa au hakutahirika, sawa sawa ameketi au amesimama au anatembea au amelala, alikuwa mtume akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min haythu aljawaz, hii ni katika upande wa kufaa, kwamba hilo lafaa. Illa annahu, isipokuwa, yustahabu an yakuna dhakiru mutawaddia, imependekezwa mwenye kumtaja Allah awe katika udhu. Imependekezwa yule ambaye anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala awe yupo katika udhu, ni jambo ambalo lapendekezwa lililo na ubora. Asema kwa hadith ya al-Muhajir annahu sallama ala nabii sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, sahaba huyu alimsalimia mtume akiwa yuko anakidhi haja yake ndogo, anakojoa. Falam yaruddu alayhi, mtume sallallahu alaihi wasallam hakumrudishia salamu hatta faragha min wudhuihi, mpaka alipomaliza kutawadha. Faradda alayhi, mtume ndipo alimregeshia salamu. Waqala, kisha mtume akasema, innahu lam yamnauni, hakika hakuna lililonizuia mimi, an arudda alayka, kukurudishia mamkuzi, illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala tahara, isipokuwa mimi nilichukia kumtaja Allah isipokuwa niwe katika tahara. Kwa hadithi hii ikawa inaonesha fika kwamba ni vyema mtu anapoamua kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anapokaa vikao maalumu kwa ajili ya kumtaja Allah, awe katika tahara ya udhu. Wa min hadha albabi, na kwa mlango huu jawazu qiraati alqurani wa massu almashafi lilmuhdithin hadathan asghar, kuonesha kufaa kusoma Qur'ani bali kuugusa msahafu kwa yule ambaye ana hadathi ndogo, liadami wujudi dalilin sahihin sarihin yamna'uhu min dhalik, kwa sababu hakuja patikana dalili sahihi iliyo wazi isiyokuwa na tafsiri wala isiyokuwa na maana nyingi ambayo inamzuia mtu kusoma Qur'ani akiwa katika hadathi ndogo au kugusa msahafu. Wa in kana almustahabbu lahu alwudhu, pamoja na kuwa linalopendekezwa kwa huyu mwenye kusoma Qur'ani, kwa huyu mwenye kugusa msahafu au kubeba, awe katika udhu, lakini haimaanishi kwamba asipokuwa na udhu mtu hawezi kusoma Qur'ani au hawezi kugusa msahafu. Hili ni la pili katika yale ambayo kuna mapendekezo mtu kuwa na udhu ndipo ayafanye, ambapo ni hili swala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu ni aludhu liduai, kutawadha kwa ajili ya maombi. Pale unapotaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haja zako, imependekezwa Muislamu ashike udhu ndipo aweze kuomba maombi yake. Fana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ituni biwudu'in, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliamrisha aletewe chombo cha maji ya udhu. Falamma tawadha, alipotawadha, qama fastaqbala alqibla thumma kabbar, Mtume alisimama akaelekea kibla kisha akapiga takbir, Allahu akbar. Thumma qala, kisha Mtume akasema, abi Ibrahim kana abduka wa khaliluka wa da'aka li ahli Makkah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kuzungumza na Mola wake akimwambia, hakika babangu Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mja wako na alikuwa ni kipenzi chako na alikuomba kwa ajili ya watu wa Maka. Wa ana Muhammadun abduka wa rasuluka, na mimi ni Muhammad mja wako lakini vile vile mtume wako. Wa ad'uka li ahli almadina, mimi nami na kuomba wewe kwa ajili ya watu wa Madina, antubaraka au tubarika lahum fi muddihim wa sa'ihim mithla ma barakta li ahli Makkah ma'al barakati barakatain, nami na kuombea watu wa Madina uwabariki katika vipimo vyao na pishi zao na mazao yao kama ambavyo ulivyowabariki watu wa Makkah. Kwa hivyo kwa hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi maalum ya kuwabariki watu wa Madina kama vile Ibrahim alivyoomba Allah kuwabariki watu wa Makkah, lakini hakulifanya hili ila baada ya kuitisha maji ya kutawadha akatawadha. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwa Muislamu anapojihusisha kwenye maombi maalum ya kumwomba Mola wake awe katika udhu. Jambo
La nne, alwudhu inda naum. Jambo la nne linalopendekezwa mtu kuwa na udhu ndipo alifanye ni kutawadha wakati wa kulala, wakati mtu anapotaka kulala. Anil Bara ibn Azib radhiallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema idha ataita madja'aka, unapoyaendea malazi yako, fatawadha wudhu'aka lis-salat, tawadha kama vile unavyotawadha kwa ajili ya sala. Thumma taji ala shaqqil ayman, kisha lala kwa upande wa kulia. Thumma qul, kisha useme dua hii, Allahumma aslamtu nafsi ilayka, ewe Mola nimeisalimisha nafsi yangu kwako. Wajjahtu wajhi ilayka, nimeelekeza uso wangu kwako. Wafawwadtu amri ilayka, mambo yangu yote nimeyaweka kwako. Walja'tu dhahri ilayka, mgongo wangu nimewelaza kwako. Raghbatan wa rahbatan ilayka, nahitaji kwako, nina hofu na nina tamaa kwako. Kwa haya maombi, la malja'a wala manja minka illa ilayk, hakuna makimbilio illa kwako. Amantu bikitabika alladhi anzalta, nimekiamini kitabu chako ambacho umekiteremsha. Wa nabiyika alladhi arsalta, na mtume nabii wako uliyemtuma nimemwamini. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufanya hivi, kwa maana atakayetawadha kisha akalala kwa ubavu wake wa kulia, kisha akaleta maneno haya, fa in mitta min laylatika fa anta ala alfitra, ukifa usiku wako huo, basi wewe umekufa katika Uislamu. Waj'aluhunna akhira ma tatakallam bihi, kisha mtume akamwambia haya maneno yawe ni maneno yako ya mwisho utakayozungumza. Baada ya kuzungumza maneno haya usizungumze maneno mengine yote, uwe ni mwenye kulala moja kwa moja. Kwa hivyo kwa mujibu wa hadithi hii, itakuwa ni vyema kwa Muislamu anapotaka kwenda kulala ashike udhu wake. Kama una udhu wa salatul isha, basi umetosheleza. Lakini kama huna udhu ule ulioswalia swala ya isha, basi ni vizuri iwapo utakuwa ni mwenye kutawadha, ndipo uende ukalale na ulete zile dua maalumu kama hizi ambazo amezifunza hapa mtume, au kama hii ambayo amefunza hapa mtume, ili uweze kulala kwa misingi ambayo ndani yake amemwandama mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine katika mambo ambayo kuna mapendekezo ndani yake mtu kuyafanya akiwa na udhu ni alwudhu liljunub. Mtu ambaye ana janaba, tunajua kwamba mtu ambaye ana janaba ana hadathi kubwa, anatakiwa kuoga kama tutakapokuja kuzungumzia huko mbele. Lakini je, ikiwa mtu ana janaba na hakupata wasaa wa kuoga hapo kwa hapo, afanye nini? Nalotakiwa ni atawadhe akisubiria muda wake wa kuoga. Asema idha arada aljunub an-nauma, mwenye janaba anapotaka kulala. Umelipata janaba kwa kujamiana na mke wako, lakini masaa bado ni ya mapema, ataka kulala sasa, na labda hutaki kuoga muda huo, basi kwa chache tawadha ndipo ulale. Awil akl, ikiwa mtu pia anataka kula na janaba na anataka kula. Au arada yuawida aljimaa, ama mtu anataka kurudia tena le tendo la ndoa. Mfano amemuingilia mke wake mara ya kwanza, kisha akakaa akataka kulirudia tena tendo lile la ndoa usiku ule ule, basi fayustahabu lahu alwudhu'a, ametakiwa mtu huyu atawadhi, mpendekezwa kwake kutawadha. Nani? Mwenye janaba anayetaka kulala, mwenye janaba anayetaka kula, mwenye janaba anayetaka kumrudia tena mkewe kuingiliana naye, ni vyema awe ni mwenye kushika udhu kabla hajafanya hayo ambayo ataka kuyafanya. Wadalilu ala dhalik, dalili ya hili ni hadithi ya Abdullah ibn Umar, anna Umar radhiallahu anhu qala ya Rasulullah, Umar alimuuliza mtume, ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junub, je, mmoja wetu anaweza kulala akiwa katika janaba? Amelitekeleza tendo la ndoa alafu akaamua kulala, tataoga pengine baadaye huko kabla alfajiri. Je, anaweza kulala hivyo? Qala naam, mtume akasema ndiyo, idha tawadha, iwapo atatawadha itakuwa ni vyema. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume idha kana junuban, anapokuwa na janaba, fa arada an yakula, na akawa wataka kula au yanama au akawa ataka kulala, tawadha, mtume alikuwa akitawadha. Haya ndiyo ambayo
Mtume alikuwa akiyafanya na anaelekeza kwetu moja kwa moja maelekezo mema na mafunzo yake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasi tutakiwa tuige nyenendo hizi. Wa mimma yadullu ala anna amrahu sallallahu alaihi wasallam li Umar bil wudhu laysa ala alwujub, na lile lenye kuonesha kwamba hii amri ambayo Mtume alimwamrisha Umar kwamba si ya wajibu. Ipi? Ya kwamba mtu anapokuwa na janaba na ataka kulala atawadhe, lenye kuonesha kwamba hii amri si ya wajibu bali ya sunna. Wa inma huwa ala istihbab ma akhrajahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban fi sahihihima min hadith Ibn Umar annahu suila. Abdullah ibn Umar aliulizwa bimaana min hadithi Ibn Umar annahu suila ay an-nabi, kwamba Mtume aliulizwa ayanamu ahaduna wa huwa junub, je, mmoja wetu anaweza kulala akiwa katika janaba? Qala na'am wa yatawadha inshaa. Riwaya hii jawabu ambalo Mtume alilitoa alisema ndiyo, anaweza kulala lakini atawadhe akitaka. Neno inshaa dalilun ala ikhtiyari alladhi yamna'u alwujub, ni dalili ya khiari ambayo inakataza wajibu. Mtume kusema ndiyo mtu aliye na janaba anaweza kulala lakini akitawadha ikiwa atataka ni bora. Ina maana hili ni swala ambalo si la lazima bali limependekezwa. Wa amma dalilu ala istihbab alwudhu'i idha arada an yu'awida yauda liljima'i, ama dalili ya mapendekezo ya kutawadha kwa mtu ambaye anataka kurudia tendo la ndoa. Dalili ya kwamba yule aliyemwingilia mkewe kisha labda akataka baadaye masaa mbele huko kulirudia tena tendo lile, dalili ya kwamba ni vizuri na imependekezwa kwamba atawadhe ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, tumanasema idha ata ahadukum ahlahu, mmoja wenu akimwendea mkewe, thumma arada an yauda, kisha akataka kurudi tena, falyatawadha, atawadhe. Wa fi riwaya, kuna riwaya nyingine Mtume akasema innahu anshatu lilaudi, kwani hilo litampa uchangamfu wa kurudi. Yani utakapotawadha mwili wako utapata uchangamfu wa kulirudia tena ile tendo la ndoa. Kwa hivyo haya ni maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo ni vyema mtu kuwa na udhu ndipo ayafanye. Jengine, alwudhu mimma massatin nar, kutawadha kwa mtu kula chakula kilichoguswa na moto. Wuridat ahadithun tadullu, zimepatikana hadithi ambazo zinaonyesha ala anna alwudhu mimma massatin nar kana wajiban fi badi al-amr, kwamba kutawadha kwa mtu kula chakula cha moto ilikuwa ni wajibu mwanzo wa Uislamu. Thumma nusikha hadha alwujubu wa sara alhukmu ala alistihbab, kisha wajibu huu ukafutwa ikabakia hukumu ya kutawadha baada mtu kula chakula cha moto ni sunna. Fa Aisha radhiyallahu anha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tawaddau mimma massatin nar, tawadheni kwa kula chakula kilichoguswa na moto. Rawahu Muslim. Fahadha al-amru dalilu al-wujub, amri hii ni dalili ya wajibu. Ndio ilikuweko mwanzo kwamba ilikuwa ni lazima mtu anapokula chakula cha moto atawadhe. Wa amma dalilu an-naskhi fa huwa ma rawahu Abu Daud wa an-Nasa'i bi isnadin sahihin, ama dalili ya kwamba amri hii ilikuja kufutwa kwenye wajibu ikawa ni amri ya sunna ni hadithi ambayo ipokewa na Imam Abu Daud na Imam an-Nasa'i bi isnadin sahihin an Jabir radhiyallahu anhu qala kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tarkal udhu'i mimma massatin nar, amri ya mwisho kabisa kutoka Mtume Muhammad ilikuwa ni kuacha kutawadha kwa kula chakula kilichoguswa na moto ama kula chakula cha moto. Kwa hiyo mwishowe ikawa ni sunna mtu anapokula chakula kilichoguswa na moto ama chakula cha moto atawadhe, wakati kabla hapo ilikuwa ni wajibu. Jengine, alwudhu baada ayi hadathin walau lam yuridhi sala, kutawadha baada ya kila hadathi hata kama mtu hakukusudia kuswali. Kutawadha baada ya kila hadathi hata kama mtu hakukusudia kuswali. Mfano, umetawadha kwa ajili ya swala ya dhuhuri
Kisha baada ya kuswali swala ya dhuhuri ukaingia chooni kwenda kukojoa ama kukidhi haja ndogo. Ukitoka chooni tawadha, japo hutaki kuswali, ni sunna. Wadhalika lima thabata an Thawbani radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtu anasema istaqimu walan tahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah walan yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min. Mtu anasema akiamrisha watu wazinyoshe safu zao wanapokuwa wamesimama kwa ajili ya swala, na akasema wa'lamu, jueni, anna khaira a'malikum as-salah, matendo yenu bora mtendayo ni swala. Walan yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'min, na hakuna atakaidumu kuhifadhi udhu isipokuwa mu'min. Mu'min ni yule ambaye daima yupo na udhu hata kama hayupo kwenye kipindi cha swala. Wa an Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qa'idan yawman fadaa Bilalan, wakati mmoja mtume aliamka asubuhi akamuita Bilal radhiyallahu anhu. Faqala ya Bilal, mtume akamwambia Bilal, ma sabaqtani ila aljanna, bima sabaqtani ila aljanna, mbona umenitangulia kuingia peponi? Inni dakhaltu albarihata aljanna fasamitu khashatak amami, nikasikia sauti za nyayo zako mbele yangu. Jana niliingia peponi nikasikia sauti ya nyayo zako mbele yangu. Ima masala haya yanahusiana labda Mwenyezi Mungu alimpitisha mtume wake peponi kwenye ndoto, amewezekana ni katika ile safari ya Isra wal Miraj. Faqala Bilal ya Rasulullah, Bilal akamwambia mtume, ya Rasulullah, ma adhantu qattun illa sallaitu rak'atayn, mimi sina amali labda ya ziada isipokuwa mimi huwa siadhini isipokuwa kila nikiadhini huswali raka mbili. Wama asabani hadathun qattun illa tawadda'tu indaha, isipokuwa lakini pia sipatwi na hadathi kabisa isipokuwa kila nikipatwa na hadathi, nikitangukwa na udhu, hufanyaje? Hutawadha. Wa raaitu anna lillahi alayya rak'atayn, kisha huswali raka mbili kwa ajili ya Allah baada ya kutawadha. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema bihima, bas kwa haya mawili ndiyo ambayo yamekufanya wewe kutangulia peponi. La kwanza hilo la kwamba kila unapoadhini baada ya adhana huswali raka mbili, lakini la pili kwamba kila utangukwapo na udhu, uharibikiwapo na udhu, wewe hutawadha na kuswali raka mbili. Kwa hivyo hizi hadithi ndugu zangu zaonesha fika kwamba ni vizuri Muislamu kuwa na udhu daima, si kwa ajili ya swala tu, bali wakati wote mtu awe na udhu. Ni katika matendo ya waumini na ni matendo ya waja wema, wakiwemo sahaba hawa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, al-udhu liman hamala al-mayita, udhu kwa yule ambaye atambeba maiti. Maiti kwa maana umembeba kwa ajili ya kumpeleka mazikoni au kwenda kumswalia, ni sunna baada ya kubeba maiti utawadhe. Wadhalika lima thabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunasema man ghassala mayitan falyaghtasil, yule mwenye kumuosha maiti naye aoge baada ya kumuosha maiti. Wa man hamalahu falyatawadha, na yule mwenye kumbeba maiti naye atawadhe baada ya kumbeba. Wala amru bil ghusli wal wudhu'i fi hadha al hadithi mahmulun ala al istihbab, na amri hii iliyopo katika hadithi hii ya kuamrisha kuoga kwa aliyeosha maiti, kuamrisha kutawadha kwa aliyebeba maiti, amri hii ni ya sunna, yabebwa katika maana ya sunna wala haibebwi katika maana ya wajibu. Wadhalika lima rawahu al Hakim an Ibn Abbas, kilichotufanya sisi kuitoa amri hii ya kuoga baada kuosha maiti, kuitoa amri hii ya kutawadha baada kubeba maiti, kuitoa kwenye wajibu, amri hii tukaipeleka katika sunna, ni kwa hadithi ya al-Hakim iliyo nakiliwa na sahaba Abdullah bin Abbas anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala, tunasema laisa alaykum fi ghasli mayitikum ghaslun idha ghasaltumuhu, hamuna haja nyinyi unapoosha maiti yenu kuoga.
fa inna mayitakum laysa binajisin, kwani maiti zenu si najisi. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, yatosha tu kuosha viganja vyenu. Baada ya kuosha maiti nenda kuosha mkono, wala hulazimiki kuoga mwili mzima. Kwa hadithi hii tunatoa ama imetolewa ile wajibu ama ule wajibu wa kuoga kwenye amri ile aliyoamrisha Mtume baada ya kuosha maiti, na ule wajibu wa kutawadha kwenye amri ile aliyoamrisha Mtume kwenye kubeba maiti. Itakuwa moja kwa moja ni swala ambalo ni la sunna kufanya hivyo. Mpaka hapa ndugu zangu, itakuwa tumeweza kubainisha haya mambo ambayo yanafungamana na udhu, yale ambayo ni lazima mtu awe na udhu ili ayafanye. Tumeyataja ni mawili hapa, swala na tawafu, japo kwa tawafu wanavyoona ndani yake wameitia tofauti, lakini vile vile tumetaja yale ambayo yanapendekezwa kwa Muislamu kuwa na udhu ili aweze kuyafanya. Muhimu naposikia haya tuweze kuyasimamia, kuyatimiza, kuyatekeleza, kwa sababu ndio ufuasi halisi ambao tutakiwa tuwe nao kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi kwa mtume wa Allah mna kiigizo chema. Basi hatuna budi kuiga kwenye haya, kwa sababu hatuna pengine pa kuiga ila kwa mtume wetu Muhammad, haswa katika masala ya ibada. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.